Naomba fungue Biblia yako kutoka katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili mlango wa 8. Nitasoma mstari wa 1 mpaka wa 5. Kabla sijasoma hapo nitasoma Wakorinto wa pili mlango wa 9 mstari wa 6, 7 na 8. Alafu nitamshukuru Mungu. Nitaongea kwa kifupi kuhusu maandiko, lakini maneno hasa ni mlango wa 8 mstari wa 1 mpaka wa 5. Na kichwa cha ujumbe wa asubuhi ya leo ni neema ya utoaji. Sema neema ya utoaji. Wengine hawajasema. Sema neema ya utoaji. Wakorinto wa pili mlango wa 9 mstari wa 6, 7 na 8. Nasema neno hili: apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Maandiko yasema, hasemi atoae kwa wingi, hasemi atoae kwa mamilioni ama bilioni, anasema kwa moyo wa ukunjufu ama moyo wa ukarimu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi. Asemi Mungu aweza kuwajaza mapesa kwa wingi, kuwapatia kazi bora kwa wingi. Anasema aweza kuwapatia neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Mfalme uzima, tunakutukuza asubuhi ya leo. Nena nasi mfalme wa baraka, tutie nguvu mtakatifu. Tunasema asante kwa sababu unaenda kufanya makubwa na ajabu asubuhi hii, tukuone wewe. Amen. Maandiko yanaongea kuhusu misingi ya utoaji. Na maandiko yana misingi mingi kwa kweli, lakini kwa context, kwa maandiko ambayo tumesoma hapa, yanaongea kuhusu misingi ya utoaji, kwamba Mungu anapenda mtu anayetoa kwa moyo wa ukarimu. Mungu anapenda mtu anayetoa kwa moyo uliokunjuka. Mungu anapenda mtu anayetoa kwa moyo ambao una furaha. Jambo jingine, Mungu anapenda kwa sababu utoaji waga unaleta mazao shambani. Tuko shambani mwa Bwana. Hakuna namna ili shamba linajiendesha halina biashara. Biashara ya injili siku zote, kuanzia wakati ule wa Musa mpaka wakati wa Yesu, mpaka wa mitume, mpaka leo, mpaka kesho, inaendeshwa kwa utoaji. Kwa hiyo utoaji waga uleta mazao shambani. Jambo jingine, utoaji unamheshimu Mungu, kwa sababu Mungu anajaza ama Mungu anarejeza. Tumeshasoma mstari wa 8 pale, na Mungu aweza kuwajaza. Lakini ukisoma mstari wa 10, 11 na 12, Mungu anabariki wale wanaotoa. Sasa Mungu akikubariki kwa kutoa, obvious unajua kwamba Mungu amenitendea na Mungu huyo anatukuzwa. Jambo la 4, utoaji una nguvu kwa Kristo. Kutoa kati yetu sisi wenyewe. Haya maandiko yanaongea utoaji kutoka kanisa moja kwenda kanisa jingine. Na tutaona vizuri zaidi mlango wa 8. Wale wanaoomba wenye uhitaji, siongei kuhusu ombaomba, na spendi tabia hiyo na ninaikataa katika jina la Yesu. Uhitaji kwa sababu mtu amekwama, jitihada zake zimeshindwa. Huyu mtu anamwomba Mungu. Utoaji ukimfikia wapendwa, unamtia moyo kwamba Mungu anatenda. Jambo la 5, tukitoa kuna uamsho, kuna kukua, na nguvu za ufalme wa Mungu zinaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uaga sio kila mtu anatoa. Na maandiko yanaongea wale ambao sio watoaji, wachoyo. Mfano mzuri ni Nabali. Wafalme wa kwanza mlango wa 25, alikataa kutoa kwa uchoyo na kauli mbaya, Mungu akamuua. Mfano wa pili ni yule tajiri kijana ambaye Yesu aliongea naye kuhusu kutoa kama njia ya kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Jamaa akaondoka amenuna, sio kwamba hana mali, lakini alikuwa hataki kutoa mali aliyojirundikia. Mfano wa 3 ni Anania na Safira. Wale ni wapendwa waliokuwa kanisani, wakadanganya. Haikuwa lazima kudanganya, ongeza kusema hatuwezi kutoa, ama wangenyamaza, lakini wakadanganya kwa sababu walitaka kuonekana matawi, unafiki mwingi. Mungu akawaua. Mfano wa mwisho huwa uendani na sisi sana, lakini matajiri wengi, mmoja hapo nimemwandika hapa, alikufa maisha ya kipeke kwa sababu hakutoa. Asema tuelewe kitu kimoja. Shetani mtu wa namna gani? Shetani anakupungu. Ukikaidi neno la Mungu,
matunda ya neno la Mungu yatatimia kwako, utakufa kiroho, familia itavunjika, utafeli shule, unaweza kurudi nyuma. Shetani anafanya harakati za kufanya wapendwa wawe maskini, na sehemu nyingine anafanikiwa kwa sababu kuna ushirikiano. Always shetani haingii kwenye maisha ya mtu bila kuwa na ushirikiano. Anaweza kujaribu lakini asifanikiwe. Shetani afashindwa sio umaskini uliona wewe, kiashiria shetani ameshindwa ni kwa sababu wewe unamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu anachotaka shetani ni kuua connection yako, kuua imani yako na Mungu. Elewa hivi. Sio kwamba mtu mwenye pesa nyingi eti Mungu amemuonekania, sio kweli. Ujui zinatoka wapi. Kwa shetani yuko kwenye mkakati wa kubomoa maisha ya wapendwa. Usimpe ushirikiano. Ana alimpa ushirikiano, Samson alimpa ushirikiano, wewe usimpe ushirikiano. Waefeso 6:12 nasema vita vyetu si vya damu na nyama. Anatumia akili kweli kweli. Ana mapambano ya hali ya juu. Anaweza kupitia mmeo, anaweza kupitia mkeo, anaweza kupitia matamanio yako, anaweza kupitia chochote. Usimpe ushirikiano. Pambana. Nikwambie rafiki yangu, chochote tulicho nacho leo ni cha kupambania. Chochote. Maisha ulionao ni ya kupambania. Nimesafiri na gari wiki hii. Nimelisusa kulitengeneza mahali fulani. Nikirudi jana likaanza kunitishia njiani kwamba litazimika. Lakini kwa sababu sikulipambania. Pambania ndoa yako, pambania mmeo, pambania watoto wako, pambania kazi, pambania kiroho chako. Chochote ulicho nacho ni cha kupambania. Mungu aliwapatia wana Israeli nchi ya ahadi, lakini walipigana. Caleb alipewa kilima, alipopewa kilima alienda kapigana. Kila tulicho nacho ni cha kupambania. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sasa vingine ni nadharia zilizopo kichwani mwetu. Unakuta mtu amevaa vizuri kabisa, koti zuri, shati zuri, kila kitu vizuri. Mwambie ndugu yangu, vua kiatu. Fikra ambazo sio nzuri, soksi imetoboka. Tamama amevaa nguo yake nzuri, imetoka Uturuki, imetoka sijui Afrika Kusini, imetokea wapi, inapendeza, lakini bra ama nguo zile zingine zinakaa kama meziokota. Ngoja nikwambie, kataa fikra za umaskini popote pale zilipo. Nakwambia nyingine zinaanza na nguo za ndani, nenda chukua, choma, tupa, achana nazo. Kama ni msafi nje, msafi mpaka ndani. Sema amina. Sema amina. Andiko la asubuhi ya leo, twende wote kwenye Wakorintho wa pili mlango wa 8 mstari wa 1 mpaka wa 5. Wakorintho wa pili mlango wa 8 mstari wa 1 mpaka wa 5 ndipo tunapoanza maandiko rasmi ya asubuhi ya leo. Huo ulikuwa utangulizi. Tena ndugu zetu tuwaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribu kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliongezea utajiri na ukarimu. Hebu angalia vitu haviendani. Ni inaitwa conflict of interest. Yaani vitu viwili vinaenda tofauti. Anasema walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi, yaani umaskini mwingi, dhiki nyingi, anasema uliongezea utajiri na ukarimu wao. Maana na washuhudia kwamba kwa uweza wao na zaidi ya uweza wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, wakituambia sana pamoja na kutusii kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Ukisoma Kiingereza ni tofauti zaidi. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Ngoja nikwambie kidogo hapa kuna kitu gani. Makanisa ya Makedonia ni Ugiriki ile ya kaskazini. Ugiriki ya kaskazini kati ya Malaki na Mathayo, miaka ile 400 pale, kuna jamaa mmoja anaitwa Alexander the Great. Alexander the Great alipigana akawa na himaya kubwa wakati ule. Lakini wakati Yesu anazaliwa, Alexander the Great alikuwa tayari ameshatolewa kwenye himaya kubwa. Himaya ilikuwa ni ya Warumi. Kwa hiyo sasa
wale Warumi waliamua kufanya pale Makedonia, ambao ulikuwa mji hasa alikozaliwa Alexander the Great, kuwa maskini. Mfano ni huu, kama umemsoma Mkwa Vijinka, kama kuna historia nazipenda na nafikiri shule ya msingi sikufundishwa vizuri, nikimsoma Mkwa historia yake ni nzuri kweli. Ni kwamba wazungu wapendi kutengeneza movies wanaposhindwa, lakini yule jamaa amekufa na miaka 33. Mkwa alikuwa anajua kujipanga kwenye vita bwana. Yaani ukisoma unashangaa alivyokuwa na akili. Yaani unamsoma yule jamaa amekaa mwaka 1855 mpaka 88 hapo, kitu kama hicho. Sikumbuki sana hizo tarehe. Lakini alikuwa anajua kujipanga. Alipiga Wajerumani na Wasudani 446 wakabekea chini ya 100. Mtu wa porini huko. Mkwa, yaani ukisoma alivyokuwa anajipanga iko vizuri. Tuseme sasa Mkwawa amepigwa na Wajerumani, kwa sababu eventually walimshinda. Wajerumani waamue kufanya Wahehe wote wamchukie Mkwawa. Wahehe ni wafugaji ama Wahehe ni wakulima. Wale Wajerumani watachukua zile nyenzo za ufanyaji kazi za Wahehe. Kama ni uwindaji wanachukua kila kitu. Kama ni ukulima uvuvi wanachukua boti zote, nyavu zote. Mwanze kazi ambayo mjai kufanya. Ndivyo Makedonia walifanya. Yaani waligeuzwa kuwa maskini kwa ile kawaida ambayo hawakuwa nayo. Ilibadilishwa yote. Yaani umaskini wao haukuwa umaskini wa leo wala kesho, ulikuwa umaskini wa vizazi. Sasa hapa wanatoa sadaka kwenda kwa kanisa la Yerusalemu, ambalo ni kwa sababu tu ya njaa inayotokana na kutokunyesha mvua. Hii inaitwa nini kwa Kiswahili? Yaani mvua ukame, yes. Hawa jamaa hawana hata nyenzo za kazi. Yaani wamenyang'anywa kila kitu. Yaani future yao haipo. Wanatoa sadaka. Wanabembeleza. Walimsii Paulo, tena walimsii agent, walimbembeleza kwa dharura tutoe sadaka iende kwa maskini ambao wao wako juu zaidi. Yaani uweze kuelewa. Jamaa walikuwa na neema ya ajabu. Wanamwambia mzee, tunataka kutoa sadaka. Hii barua inaandikwa Makedonia wameshatoa sadaka. Makedonia kwa makanisa matatu: Filipi, Tesalonike na Berea. Filipi ni kanisa ambalo liliandikiwa barua ambayo haikuwa na kukosolewa hata kitu kimoja. Nenda kusoma Filipi. Hawakuambiwa msifanye hivi. Yaani hawakuwa na doa. Walikuwa wazuri. Berea ukisoma mlango wa 17 Matendo ya Mitume, walikuwa wachambuzi wa neno la Mungu. Hawa jamaa hawakuwa mchezo. Walikuwa wamenyosha, maskini lakini wanatembea na Mungu. Maskini lakini watoaji. Maskini lakini wana neema. Maskini wanaelewa maandiko. Wanatumia maandiko. Wanapita kwenye maandiko. Wanakaa kwenye maandiko. Wanalala kwenye maandiko. Wanaishi kwenye maandiko. Wanacheua maandiko. Wanatenda maandiko. Sio mchezo. Neema ya utoaji. Nimesoma maandiko. Kwanza tasha kusoma. Jana mzazi wangu amenituma benki. Nikamtolea sadaka ya leo. Nikaenda pale, sijazoea kutoa zile. Sijazoea kutumia account. So nikababaika kidogo, lakini maelezo yake yalikuwa yanajitosheleza. Nikatoa. Nikarudi nyumbani. Waga napenda kuchukua receipt. Nikaangalia salio la kwenye account yake. Nakwambia si stahili kuhubiri mahubiri hapa rafiki yangu. Si stahili. Nimetoa sadaka hapo, nimesema nitaitoa hiyo Jumapili ijayo, lakini simfikii. Ametoa zaidi ya mara 30, 20, sikwambii ngapi ya kwangu mimi. Na mbali, ili nimekaa nikasema, "Yini mzee sielewi." Lakini ngoja nikwambie rafiki yangu, utamjua mtu wa Mungu si kwa maneno rafiki yangu. Mtu wa Mungu sio hivi, sio kuchonga, sio kuvaa, ni vitendo, ni vile mtu anavyojeka kwa Bwana, ni vile mtu anavyojichovya, ni vile mtu ambaye amejikataa, ametupa kila kitu kwa Bwana, ameozesha maisha yake. Watoto sitaki, mke sitaki, future sitaki, peleka huko, chukua huko, amepeleka kwa Mungu. Nimekaa nikaangalia salio la mzazi wangu kwenye sadaka, yaani mpaka nimeogopa. Sijamwambia, naongea hapa kwa mara ya kwanza, Bwana naomba unisamehe. Yaani nikajisikia siwezi kuhubiri, yule mzee angekuja kuhubiri hapa. Ngoja nikwambie rafiki yangu, neema ya kutoa ikikuingia inakuchanganya. Neema ya kutoa ikikuingia rafiki yangu, wewe unakuwa sio mtu wa kawaida. Wewe unakuwa udhihirisho wa Yesu aliyeko leo. Wewe ni udhihirisho wa malaika. Wewe ni udhihirisho wa neno. Wewe ni mtu ambaye Mungu anaishi ndani yako. Nakwambia. Nilikuwa nimefikiria nitatoa. Nilikuwa najua. Na ngoja nikwambie. Kuna mapepo waga yanapanda hapa yanakemea utoaji. Mimi nitahubiri tena na tena na tena. Nikishahubiri kitu nitakirudia miaka 10,000. Nitakirudia hapo. Ngoja nikwambie, mimi ni mbishi kweli rafiki yangu. Muulize yule mama pale.
Simbaranga imenitoka, kile kimenitoka. Ubishi wangu umehamia kwenye neno la Mungu. Nikijua neno la Mungu nasema hivi, uniambie sivyo, tutachinjana, nitakaa hapo hapo. Yaani sitoki. Hapo ndo nimekwama siku hizi. Hivi vingine naviachia tu. Lakini kwenye neno nitarudia tena na tena na tena na tena na tena. Utoaji. Rafiki yangu, tukijua haya maneno tukayashika, tumechomoka. Tumeondoka. Yaani tumeenda ni kama mkoa. Ni jemadari, jamaa wa miaka 33 anachinja wazunguni, nasoma ile na shangaa jamaa alikuwa na akili namna gani. Yaani hata tumueleze yule mkoa angepewa mji ese. Yaani ile jamaa ina akili, ilikuwa inaangalia mbele, alikuwa anajipanga usiku, alikuwa anajua diplomasia, alikuwa anajua kudanganya. Jamaa alikuwa vizuri na hajasoma shule. Neema ikuingie rafiki yangu leo. Neema ingie ndoa yako, neema ingie watoto wako, neema ingie mumeo, neema ingie mkeo, neema ya Mungu ikufunike, neema ya Mungu ingie kwenye biashara yako, neema ingie kwenye kazi, neema ingie na wewe, neema ya Mungu asubuhi ya leo. Jamaa, Paulo anasema neema ni maskini wa kutupwa. Yaani hawatakaa matajiri, hawana nyenzo za kazi, elewa, hawana utaaluma wa kufanya kazi mpya, hawana nyenzo zile za zamani, wamefurukishwa, yaani wamekuwa mafukara kwa vizazi. Lakini anamwambia Paulo, tupe nafasi kutoa, tunataka kutoa, tunakuomba tutoe. Rafiki yangu, hawana cha kutoa, lakini wana neema. Neema imefanya utajiri katika maisha yao. Unajua, nikwambie, umaskini ama kupungukiwa ni mtaji. Yaani ukiwa umeishiwa rafiki yangu, chukua kama mtaji. Nakwambia, mimi nataka kukutia moyo. Na nikwambie, sijui nitapita wapi mpaka Jumapili ijayo. Ngoja niseme tena, Jumapili ijayo naenda kutoa zaidi. Nimeangalia ile sadaka mzee wangu, nimeshindwa kuamini. Ninaenda kutoa zaidi, siwezi nikakaa nyuma hivyo. Yaani siwezi, haiwezekani. Haiwezekani ile baba anizidi baraka hivyo, yule mzee wa miaka 78 nao kuna hata siku moja. Haiwezekani rafiki yangu. Kama ipo yaani kama mbaya nitatoa tu. Hamna namna nyingine. Hamna rafiki yangu. Hamna. Jamaa walitoa voluntarily. Hawakutoa kwa kulazimishwa. Hawakutoa kwa kampeni ndefu. Hawakutoa kwa maneno marefu mengi. Hawakuimbiwa nyimbo, hawakucheza ngoma watoe. Hawakuonyeshwa kwanza Biblia ikuwepo, hawakuonyeshwa nini watakipata wakitoa. Hawakutiwa moyo kwamba Mungu atakuja kesho yake. Hata Paulo anapoandika maneno, anawaambia kwamba atapokea neema. Anawaambia Mungu atafanya kwa ukarimu. Awaambia atarudishia shilingi 100 walipotoa 10 ama milioni walipotoa klaki. Hapana. Walitoa kwa sababu neema ya Mungu ilikuwa ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 6. Mstari wa 6. Paulo amemtuma Tito. Tito ni mchungaji. Tofauti na Timotheo, Tito hakuwa mwoga. Tito alikuwa anajibeba vizuri. Ndio maana maandiko yake na maelezo yake ya uchungaji ni mafupi. Timotheo alikuwa anahitaji maelekezo marefu zaidi. Tito ameenda kule kuchukua sadaka. Ili maandiko ile kanisa ni kanisa la Korintho. Ila mfano unaotolewa ni wa Makedonia. Kwamba Makedonia wako hivi na nyie fanyeni hivi. Tito ameenda pale kuchukua sadaka. Kwa nini? Kwa sababu Tito alikuwa mwaminifu. Kuna mpendwa mmoja yuko hapa. Tutachanana hapa live. Yuko hapa. Yuko vizuri kweli kwenye kuangalia mapindo ya vazi ya watu wengine ameishia wapi. Yuko vizuri kabisa. Yuko. Wewe hapo hicho kilemba akimpendezi Bwana. Hizo sharubu kwa kweli pepo anaweza kuwa anapita katikati. Yuko hapa. Ni muafidhina, hiyo kanzu yako ni fupi ama ni ndefu? Hiyo tai hujafunga vizuri. Yumo humu ndani. Mpe sadaka pale nyuma. Ailete hapa. Anakata robo. Nikaambiwa mara ya kwanza. Nikaambiwa mara ya pili. Nikaambiwa tena. Ndio yule. Yeye ukimuona nimemuona Bwana. Sio kama Tito rafiki yangu. Atakata. Tito alikuwa ananyosha. Mstari wa 7. Mstari wa 7 lazima nisome. Mstari wa 7 hapa. Korintho wa pili mlango wa 8 mstari wa 7. Tuweze kujificha nyuma ya maandiko, ni lazima yasomeke. Wakorintho wa pili. Asante. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, imani, nasikia nakosema. Kama mlivyo na wingi wa mambo yote, mnapiga sana magitaa,
mnaimba sana, mnaruka sana, mnahubiri sana, witi makelele, imani, mnavaa vizuri, ndio, mna magari huko nje, ndio, mnashuhudia nyingi. Ndio walikuwa hivyo. Wakorintho wamejaa imani, usemi, elimu, bidii na upendo. Walikuwa na kila kitu, wana mapambio mazuri. Nimefurahi kwa revival, member vizuri. Kwa hebu apigie makofi revivals. Hapana, wewe upigie makofi kwa revival bwana. Mwalimu hongera sana bwana. Nimekaa pale mpaka nisikia jamaa wana beat, wana kila kitu, wana yaani safi. Unajisikia vizuri kwa kwenye kwaya kanisa, mpaka nikataka kuongea vitu vingi. Sasa unajua kusimama madhabahu unaweza kusema kuna kwaya 3, so inabidi uishie hapo tu. Nitawaambia mwingine mwenyewe. Wapi nasema sasa hivi. Kama kuna kwaya ningejiunga huko ndani revival, sema amina. Kasirika. Lakini sasa nyingine tuimbe vizuri kama revival, tuimbe vizuri kama wazee Victory, tucheze kama sijui vijana ya la. Paulo anasema yote hayo yamejaa, lakini anasema ongeza neema. Ndio unanena sana, ongeza neema. Ndio unawahi kanisani asubuhi, ongeza neema. Ndio unakesha, ongeza neema. Ndio unaomba, ongeza neema. Ndio unafunga, ongeza neema. Ndio unashuhudia, ongeza neema. Yaani una kila kitu, lakini ongeza neema. Ukisitungena ningia huko ndani kama wanasiasa. Na nisema Jumapili iliyopita nilipokuwa nasimamia ibada, kuna watu wanakuja hapa kama waandishi wa habari. Fulani kafuta bangi jana, fulani hivi na hivi. Wewe inakuhusu nini? Inakuhusu nini? Wewe ndio shemasi kutokea mbinguni? Wewe ndio mzee wa kanisa Yesu aliyokutuma? Ngoja nikwambie, huku hakuna siasa humu ndani. Changanya na zako. Kama unataka siasa, ni mwaka wa uchaguzi, nenda gombea CCM, nenda Chadema. Tukutaki hapa. Hapa wanaingia watu ambao wanafunga. Hapa wanaingia watu wanaomba. Hapa wanaingia watu wanaokesha. Hapa wanaingia watu wanaotoa. Hapa wanaingia watu wanaojelewa na shuhudia. Acha longo, nenda kagombea uchaguzi huko. Nani alikwambia humu ndani wamewekwa kama kasisi wa kuangalia, mkuu wa wilaya na kamata hivi na hivi? No. Hapa tulazimishani bwana. Wewe chemsha maisha yako. Ana aliingia hekaluni akiwa na akili zake mwenyewe. Yule mama alienda, namtaka mtoto. Asubuhi mtoto, mwaka wa kwanza mtoto, wa mwisho mtoto. Mungu akampa watoto 6. Huyu bibi harusi mtarajiwa hapa, nimefahamiana naye hapo kwenye mkesha siku moja hapa. Maige. Seti ekaeka nyingi rafiki yangu. Niangalie nikikuongea naye baba. Elisha. Niangalie hapa. Hivyo. Seti ekaeka nyingi nzuri. Mimi sijui kwa nini watu wa mikesha wanapukutika kweli. Harusi sijui ngapi mtu wa mkesha dan. Yaani wadada wanakuja kwenye mikesha wanaolewa kweli. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mume, mkesha Jumanne mume, wa Ijumaa mume, mchungaji mume, yalalala mume, koko mume. Hao wengine wanafanya siasa nyingi, kampeni. Utakuwa winga mpaka utachoka kuwa winga. Nakwambia, utakuwa winga mpaka utachoka. Seti ashajipatia kwake, Maige ashajipatia jiko. Tunatarajia Mungu atie nguvu. Wewe ingia humu ndani, changanya na zako rafiki yangu. Wewe ukiigiza sinema yako rafiki yangu, utakuwa mwandishi kila siku. Wewe taka neema ya Mungu. Na ndio maana kwa winga. Nakwambia kweli. Mstari wa 9 unaongea jinsi ambavyo neema tunavyoipata sasa. Tunaipataje hiyo neema? Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri. Sasa Yesu maskini wake hakuwa ombamba. Umaskini wa Yesu usitoe, acha hapo. Ngoja nimalize. Ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Yesu hakuwa ombamba. Umaskini wake ni kwa sababu alishuka kutoka mbinguni akaja duniani kusikokuwa na kitu. Leo mwambie mtu aende wapi huku Kimanzichana ama Mabwe kufanya umisheni. Hapo tu Mabwe ambao kuna mabasi na pikipiki na kila kitu. Mchungaji, unajua sasa hivi joto ni kali sana. Yaani hapo kwenda labda jioni, weekend kidogo ndo tunaweza, lakini hapa katikati hatuwezi. Yesu alitoka mbinguni akaacha enzi, mamlaka, utukufu. Alikuwa anapigiwa mziki yule baba asubuhi, mziki jioni, tarumbeta asubuhi. Yaani kila kitu ni cha kwake. Ni kama Trump atoke kule Marekani aje kuwa mwenyekiti wa nyumba za mtaa hapa Dar es Salaam, utaonaje? Yaani kama hivi.
Ni ajabu kwa kweli. Ile kitendo, hata kama akija na ndege, akija na vyote alivyo navyo, bado kukaa hapa Bongo kutoka White House kuja hapa kwa mwenyekiti wa serikali za mitaa ni umaskini na ulofa wa ajabu. Yesu alifanya hivyo. Hakuomba. Sasa alifanya hivyo ili nini? Ili tunapomwamini yeye tuwe na utajiri ule aliokuwa nao mbinguni. Sema amina. Yaani vile ambavyo neema ya Mungu inaingia. Mwanzo wa neema ya Mungu inaingiaje? Inaingia ukiokoka. Ukimpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, ndio neema inaingia. Papa. Ile ya kwanza inaingia. Manake neema ni uwezesho, ni ile hali ya Mungu ya kukuwezesha, ni filosofia ya kimungu ya kukufanya ukae kama Mungu kwenye kazi zake. Inahitaji Roho Mtakatifu, lakini lazima kwanza ubadilishwe. Lazima ile filosofia yako ibadilike ya kimungu ya kukufanya ukae kama Mungu kwenye mawazo yako ili uweze kutenda kama yeye. Kwa hiyo unapookoka unabadilishwa. Bado tunaokoka kila siku. Uwezo kubadilishwa 100%. Wokovu ni wa kupambania, rafiki yangu. Lazima upambane, na kila mtu ana eneo lake. Kila mtu ana eneo lake ama maeneo yake. Neema inatufanya tufanyeje? Inatufanya tumtafute Mungu kwa nguvu. Inatufanya tuamini maandiko. Inatufanya tutumie karama kuhudumia wengine. Inatufanya tuwe na maisha unyenyekevu na utii. Inatufanya tuendelee kumjua Mungu kupitia neno lake na kuyafanya mafundisho yake yatokee kwenye maisha yetu. Kwa maana nyingine, neema inatufanya mfano wa Yesu Kristo anaishi leo hii. Mfano wa Yesu Kristo anaishi leo hii. Mstari wa 12 unaongea vizuri kweli. Maana kama nia ipo na kukubaliwa kwa kadri alivyo navyo mtu, si kwa kadri asivyo navyo. Yaani Mungu akishakupatia neema, hakudai ama haulizi kiasi kikubwa kuliko unavyoweza kutoa. Mungu atakuuliza eti wewe unayelipo 300,000 kwa mwezi, kwa nini ukuahidi milioni 10 ya ujenzi kwa miezi 4? Haiwezekani. Labda kama una biashara mengine, labda kama una mali ambazo ziko pembeni ya hiyo kazi yako, lakini Mungu atadai uaminifu kwa kadri ya uwezo. Kilichonishtua mimi leo jana sio ile hela hasa aliyotoa mzee, ni nyingi kwangu mimi na mbali, lakini ni kiasi kilichobakia kwenye account. Ile ndio ilinitisha. Nilipigwa shoki ya umeme, rafiki yangu. Sikuamini. Yaani kulingana na hela iliyobaki kwenye account, alikuwa amekwangua. Na mimi kulingana na iliyobaki kwenye account yangu, tofauti. Tofauti, rafiki yangu. Yaani tofauti. Nimepigwa mahubiri bila kujua napigwa mahubiri. Neema inatuwezesha kuwa waaminifu kwa kiasi ambacho tuko nacho. Manake hauulizi ili toe kiasi gani. Unajua hapa wanatoa kiasi gani? Kiwango cha chini ni kipi? Hakuna kiwango cha chini wala cha juu. Ni vile ambavyo Mungu anakuwezesha. Ni vile ambavyo Mungu amekuwezesha. Ni vile ambavyo unavyo. Mungu anajua unabakiza kiasi gani. Yesu anajua. Aliangalia kwenye kapu la sadaka Luka, Marko, akamwona yule mama akimwaga senti 2 pale. Hakuwa amebakiza chochote. Yaani alitoa yote aliyokuwa nayo. Elia akiongea na yule mjane, yule mama akamwambia, nimebakiza chakula mimi na mwanangu, mara moja tufe. Yaani Mungu anajua umebakiza kiasi gani. Mungu anaelewa mipango yako. Mungu anaelewa uchoyo wako. Mungu anajua vipaumbele vyako. Mungu anajua kwa kadri ya uwezo ulio nao. Mimi nakuombea asubuhi ya leo, Mungu awe kipaumbele namba 1. Sema amina. Mimi nakuombea asubuhi ya leo, neema ya Mungu ikushukie, umweke Mungu kwanza, kwa sababu Mungu ana jambo jema kubwa kwa ajili yako. Sema amina. Mtoto wa Mungu, sema amina. Kuna mifano ya kwenye Biblia ambayo inaonyesha neema ya Mungu inavyofanya na imani. Kwanza, neema ya Mungu itakupa imani ambayo hujawahi kuwa nayo. Kumtolea Mungu inabidi uwe na imani, rafiki yangu. Ndio maana sengine nikihubiri hapa, yatakuja mapepo yatakudanganya kwamba usitoe. Yatakuja mapepo yatakufukizia uvumba wa kishetani kwamba ukitoa unaingia chaka. Kataa, sema amina. Kataa, sema amina. Ibrahim, uwezo wa Ibrahimu kutoa mtoto wakati hana mwingine, na kuambia ni imani iliyokuwa inasukumwa na neema. Yaani ile imani ya Ibrahimu kutoa mtoto ilhali akijua hata kuwa na mtoto mwingine, ni imani ambayo inasukumwa na neema ya Mungu pekee. Si mchezo. Yaani anamwachia mtoto na miaka 110, mama na miaka 100, atazaa wapi tena? Mtoto na miaka ameshabaleza, sasa unamwachia. Nini kitaendelea? Jamaa hakumuuliza Mungu, alimwambia saa ngapi?
Wapi unataka? Ibrahim alikuwa amezoea kujenga madhabahu. Hakuna mtu kwenye agano la kale amejenga madhabahu kama Ibrahim. Anajenga tu, mtoe mke wako. Yupi? Nani? Sara amemtoa. Jamaa alikuwa anachelewa. Mungu amwambia jitoe mwenyewe, labda angemwambia wale mfanyakazi wake Elieza, nikamate, nifunge, nitoe. Jamaa akili zake zilikuwa kwa Mungu moja kwa moja, kwa sababu neema kubwa ilikuwa ndani yake. Yusuf anamshauri mfalme mpaka anapitiliza. Ameulizwa swali, anatoa jibu mpaka ushauri. Neema. Alikuwa na confidence, ana ujasiri. Anambia mfalme hiki ndio kitakuwa hivi na hivi. Afu akaendelea, akamwambia basi uteue mcheni. Alikuwa na uhakika na anachokiongea. Neema imemjaa. Jamaa lina imani, limezoea kutembea kwenye neema, halibabaiki mbele ya mfalme na kasiri yake. Aulizi mashauri wa mfalme anasemaje, maloya wake anasemaje, wabashiri wake anasemaje, sera zake zikoje. Jamaa alikuwa anaongea mafunuo kwa sababu neema ya Mungu iko ndani yake. Ngoja nikukumbushe kitu kimoja rafiki yangu. Hatustahili neema ya Mungu. Yaani usijiangalia hapo ukajipima ukasema oh pastor Soya na neema ya Mungu. Hakuna kitu kama hicho. Kila mtu ana kipimo kikubwa kweli kweli. Mungu ana neema za kumwaga kwa kila mtu. Yaani usikae hapo unaogopa sema mimi ni mwanamke tu na mwanamume tu hivi. Hakuna. Wewe unayo neema ya kutosha, niwe mwenyewe kuigusa. Kumwambia Bwana fungulia neema yako kwangu Bwana. Niongoze mfalme wa uzima. Niwezeshe mfalme wa baraka. Nitie nguvu mfalme wa baraka. Mwingine Daudi anatoa mapato yake yote. Miaka 40 ya utekaji, miaka 40 ya tozo, kodi, miaka 40 ya mazao, miaka 40 ya wanyama wameshazaa. Jamaa ogopi, anatoa miaka 40, bilioni na billions na billions, tani kadhaa za dhahabu, anazitoa urithi kwa Mungu. Mungu alifanya nini? Uone neema ya Mungu ilivyokuwa kubwa. Kuna mtajiri kama Sulemani kwenye Biblia? Mnafikiri utajiri wa Sulemani ulitoka wapi? Kwa sababu alikuwa na akili sana? Kwa sababu baba alitoa, hakubakiza kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Napenda Yoshua, kitabu kile cha Hesabu 14 mstari wa 9. Anaposema their protection is gone, ulinzi wao umekwenda. Anaambia wale wapelelezi 10 ambao ni waoga, wale jamaa mnaogopa, sisi Mungu uko upande wetu. Ndio actually linakotokea andiko. Mungu akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Their protection, ulinzi wao umekwenda. Ngoja nikwambie rafiki yangu, wewe neema ya Bwana ikiwa juu yako, chochote ibilisi anachokuletea kimeshindwa kabla kijaanza. Na kuambia kimeshindwa kabla kijaanza. Kimekatwa kabla kijaanza. Kimefukiwa kabla kijaanza. Shadraka, Meshaki na Abednego wanamwambia mfalme, sisi hatutaabudu. Jeuri mbele ya mtu ambaye anaweza kuua. Mlango wa 3, hatutaabudu. Liwalo na liwe, na liwalo lilikuwa kwa mfalme si kwao. Kilinuka kwa mfalme si kwao. Wanambia Bwana sisi hapa tuabudu chochote. Maandiko yasemi nichukua muda gani? Ngoja nikwambie rafiki yangu, kuchochea ule moto ichukue dakika 2. Ulikuwa unachukua masaa kuchochea. Na ongeza kumwambia mfalme huu moto mkali sasa tutaabudu. Jamaa alikaa tu. Moto unachoma askari wa kwanza. Choma, jamaa amekaa. Jamaa wamesimamisha tu. Wamekaa pale. Wakatupa kwenye moto. Revival anakuambia kuna mtu 4 kule kwenye moto. Ngoja nikwambie rafiki yangu, kuna mtu wa pili ama watatu sijui ni wangapi, lakini neema ya Mungu ikiwa upande wako hauko peke yako. Neema ya Mungu iko peke yako na mtu mwingine. Neema ya Mungu iko peke yako, kuna daktari juu yule alikwambia utakufa. Kuna zaidi yule benki alikwambia tukupi mkopo. Neema ya Mungu ikiwa pamoja nawe, una zaidi ya fedha, una zaidi ya dhahabu, una Mungu muumba mbingu na nchi, una zaidi ya madawa, una zaidi ya profesa, una Mungu mwenye hekima na akili zote. Neema ya Mungu iko upande wako rafiki yangu, hauogopi. Neema ya Mungu naomba shetani lilete, nitakushinda katika jina la Yesu. Usiogope. Neema utoaji. Wengine hawajui mke wako kama mmeo ni neema. Nafikisha toa ushuhuda Jumatano moja hivi. Miaka 90 mwishoni, kuna jirani tulikuwa naye, alikuwa anaongea na mama siku moja. Anaambia mamangu hapa. Anaambia watoto wake wa kike ambao hawajisikii kuolewa. Wanazurura na huyu. Unajua leo kwambia wanaitwa nini? Sasa maneno ajabu sana.
winga, unaelewa? Azunga na huyu na huyu na huyu. Goli 2 kama juzi zitaingia. Anaitwa nani yule Zazu, sijui nani yule mchezaji wa Ivory Coast. Yule mama akanambia, mama, mimi niko mwenyewe, ana malori. Niko mwenyewe, napata shida na madereva. Watoto wangu wangejua biashara ninavyoendesha ni ngumu. Baba hao hayupo, najisikia vibaya. Wakifika kwenye umri wangu hawatacheza maisha. Wala sichana wanacheza. Ngoja nikwambie, wangapi wameoa na kuolewa hapa ndani? Cha ajabu sana watu wanachelewa. Ajabu kabisa. Ushasahau umeoa na kuolewa. Unaona watu hapa walivyo akili za ajabu. Ngoja niulize, wangapi wanajua wameoa na kuolewa mundani? Ngoja nikwambie rafiki yangu, kunayo neema kwa mkeo, kuna neema kwa mmeo. Sema amina. Sema amina. Wewe cheza. Kunayo neema, sema amina. Hata kama unamchukulia Zwazo wa namna gani, siku akiondoka ndio utajua. Ndio utajua dari limeondoka siku hiyo. Ndio utajua mitungi yote imeondoka siku hiyo. Ndio utajua unaongea na ukuta siku hiyo. Kunayo neema kwa watoto wako. Kunayo neema kupitia wazazi wako. Kunayo neema humu ndani, usichezee. Kunayo neema kwenye uhai na uzima ambao Mungu amekupatia leo. Ubebe kwa makini. Sema, Yesu asante, sikununua Bwana, sistahili, ninakushukuru. Mungu nitetee, nilinde, nitunze, neema yako yanitosha. Shukuru Mungu. Gideoni alifunikwa neema ya Mungu na watu 300 wakawapiga Wamidiani waliozoea kupigana. Wale Wamidiani ni wazoefu wa kupigana, yani ndio kazi yao, lakini watu 300 wakawalamba. Musa muoga, hawezi kujieleza, lakini alikuwa mtenda, sio alikuwa, ni mtenda miujiza kuliko binadamu yote aliyekuzaliwa na mwanamke ukiondoa Yesu Kristo. Neema ya Mungu. Paulo, Petro, wote kamkana Yesu mara 3, neema ya Mungu ikamwokoa. Kuna mama mmoja anaitwa Fanny Crosby. Fanny Crosby alikufa 1915. Fanny Crosby alizaliwa kipofu kabisa. Kipofu, haoni hata kidogo. Miaka 1800 watu walikuwa wanaolewa miaka 22 ndio umechelewa kuolewa. Miaka 22 wewe mzee. Fanny Crosby aliolewa, mwanamke Marekani, aliolewa na miaka 38. Unaelewa? 38 ndio ameolewa. Akazaa mtoto mmoja. Akaa kwenye ndoa miaka 44. Haoni, amezaliwa kipofu. Fanny Crosby ameandika nyimbo 8,000. Neema Mungu. Nyimbo 8,000, nitakuimbisha mmoja sasa hivi. Nyimbo 8,000 ambazo zimetolewa nakala zaidi ya milioni 100. Naona revival kusanya wote hao na nani sijui weka na Sayuni weka na wake sijui hafiki nyimbo 200 sidhani. Nyimbo 8,000 mtu mmoja kipofu kwa kuzaliwa. Ngoja nikuimbishe mmoja sasa hivi. Twende wote. Ndiyo dhamana Yesu wangu, hunipa furaha za mbingu, mrithi wa wokovu wake, nimezawa kwa Roho wake. Habari njema. Songacha kupiga mwa. Yesu ndiye Mwokozi wangu. Tuimbe wote. Habari njema, raha yangu. Yesu ndiye. Kipofu kwa kuzaliwa, kwenye ndoa ameingia miaka 38, mzee, lakini ametunga nyimbo 8,000, kopi milioni 100.
Neema ya Mungu nakwambia. Usichezee neema ya Mungu. Mimi nataka asubuhi ya leo uondoke na neema hapa rafiki yangu. Uenda kuweka chapati zako kesho, naambia Mungu hizi ni za ujenzi. Hii nakujengea hekalu lako Bwana. Ninataka kukuona mfalme uzima. Ninataka kujenga nyumba yako. Ninataka kufanya mkutano wa injili. Ninataka neema yako. Uondoke leo asubuhi ya leo. Umeamua kubomoa ufalme wa ibilisi kwa namna yote. Uondoke umechukua neema kama zote. Neema ya Mungu utoaji. Neema ya Mungu utoaji. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna tena nakwambia. Hakuna mfano wake. Neema ya Mungu utoaji ni kila kitu rafiki yangu. Ni kila kitu. Na maandiko nilikuwa nasoma nikashangaa. Daudi alipomwambia Sauli, Goliati, mlango wa 17. Samuel wa kwanza mstari 45 mpaka 47. Imani ilivyo nzuri ya neema. Anamwambia unanijia kwa upanga, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi uliowatukana. Yaani neema ya Mungu iko hivi. Hakuna mwanamume anayependa kiumbo kidogo. Hakuna, mimi nakwambia ukweli. Actually wengine nyumba vidogo wanajitutumua kweli. Ngoja nikwambie, kuna vitu vile inabidi uogope maishani mwako. Kukamatwa na askari mfupi mdogo mdogo na kukamatwa na mwanamke askari. Hiyo mimi najua siku zote nikaendesha. Mwanamke akinikamata, heshima kama zote, yani ziko mkononi hapa, ziko hivi. Ndiyo mama, habari ndiyo nzuri, kwa sababu ukicheza umemdharau. Mmemsikia Napoleon? Napoleon alikuwa mtu mfupi, 5 something. Putin ni mfupi kweli kweli. Yaani ukicheza umemdharau, hasira yake ni kubwa kuliko gorofa. Sasa Daudi anajisifia udogo. Anamwambia unanijia na umbo lako kubwa hilo. Unanijia na mkuki. Yaani anamwambia mwanamume vile vitu ambavyo mtaa mzima unavitaka. Mtaa mzima semaje? Nimsikia mamangu siku moja anamsema mume wake Marekani. Huyu mama walikuwa dukani Walmart. Sasa wakapishana. Mama akaenda kubaka, mama akaenda pale customer care. Akamwambia nitangazieni mume wangu Simoni. Ngoja nimwache, ni mama yangu mzazi. Lakini alipopamba ile tangazo, mume wangu ni mkubwa, mume wangu ni huyo mume wake kuja. Sasa nikwambie, Daudi anamshushua mwanamume na ukubwa wake, na weupe wake, na masharubu yake, na uzuri wake. Anamwambia unanijia na vitu kama hivyo. Toka katika jina la Yesu. Yaani neema ya Mungu inakupatia nguvu. Wewe mwanamke nimekwambia, sketi ukivaa ni kama hivi, lakini unatembea, wale wanaombea hivyo wanakimbia, kwa sababu neema ya Mungu iko ndani yako, mtoto wa Mungu. Neema ya Mungu inakufanya uvutie, neema ya Mungu inakufanya upendeze, neema ya Mungu inakupandisha viwango, neema ya Mungu inakufanya wanajeuri. Wale ambao dunia inawapenda wanapelekwa chini kwa sababu wewe umejaa neema ya Mungu. Haujajaa hasira, haujajaa jazba, haujajaa uprofesa, haujajaa pesa, umejaa neema inatosha. Daudi chini ya miaka 20 anamwambia mzoefu wa vita, unanijia na upanga, mimi nakujia na neema ya Bwana muumba mbingu na nchi, na leo utaliwa. Alitoa neno la imani, na neno la imani mtu wa futi 8 akaangushwa chini. Cheza wewe. Unaogopa nini? Unaogopa binadamu? Mtusi kwa neno la Mungu. Aende kule, usiogope bwana. Yaani usiogope, neema ikufunike. Yaani neema ikujae inatosha, usiombe kingine. Neema ya Mungu ikujae asubuhi ya leo. Neema ya Mungu ikogea asubuhi ya leo. Uogelee kwenye neema, uloge kwenye neema, uivie kwenye neema, uungie kwenye neema, unukie neema. Neema ya Mungu inatosha. Wewe unacheza. Neema ya Mungu. Ondoka asubuhi ya leo hapa na neema tu. Ondoka asubuhi ya leo na nguvu tu. Kuna jamaa mmoja anaitwa Robert Litona. Mifano watu waliotoa. Robert Litona, jina la Kifaransa lakini Marekani. Alikuwa anatoa 90% wakati ule karibu ya vita vya pili vya dunia. Anaishi kwa 10%. Robert Litona alikuwa mhandisi. Wakati wa vita vya pili vya dunia, barabara zilizojengwa na majeshi, unajua lazima uvushe madaraja, ufanye ukarabati, upitishe vyombo vya kijeshi vikubwa. Barabara zilizojengwa ni maili 1047. Sikiza hizo sababu vizuri sana. Kilomita 1047 inakuja kama kwenye maili 1035 hivi. Nisikilize vizuri sana. Nisikilize. Maili 1035. Sikiliza. 75%
ya hizo maili 35,000 zimechimbwa na vifaa vya Robert Litona. Alikuwa anatoa 90%. Unajua barabara za Kenya na Tanzania zilizojengwa kwa lami ni kiasi gani? 34 miles. 34 inchi 2. Mwamba alijenga equivalent sawa sawa na barabara inchi 2. 75. Mtu anatoa 90% ya pesa yake yote. Umesha kumsikia Colgate? Wangapi wanajua Colgate ni nini hapa? Waongo wote. Wangapi wanajua Colgate ni nini asubuhi? Nyosha mkono kama unajua. Wewe Mapunda hujui Colgate ni nini? Unaniaibisha bwana. Tumesoma wote shule. Wangapi wanajua Colgate ni nini asubuhi ya leo? Na angalia, Mrs. Kavisho hujanyosha mkono. Wangapi wanajua Colgate ni nini asubuhi ya leo? Asante sana. William Colgate alikuwa anatoa fungu la 10. Fungu la 10. Wewe una biashara yako ya machungwa unakimbiza hela, utauza machungwa mpaka wajukuu zako nakwambia. Utauza machungwa mpaka utanukia ndimu afu utanukia malimao. Toa fungu la 10, acha mchezo. Mjie Bwana mwambie ninataka neema yako mfalme. Nitoe. Mungu ana upendeleo aisee. Mungu ana rafiki wa kiume wala kike. Wewe jitoe kwa Mungu leo. Mwambie Bwana nipe neema ya kutoa kama makanisa Makedonia kwenye umasikini. Nitoe hata kwa watu ambao wana zaidi ya mimi. Nitoe Bwana, niwezeshe, kwa sababu ile neema ambayo mchungaji kiongozi nimeona akitoa jana rafiki yangu na ninaitaka, sichelewi. Nakwambia mimi sisomi vitu mara mbili, mara moja inatosha. Nakwambia usichelewe. Ukiwahi, huyo Mungu wa neema atakuwa pamoja nawe. Sema amina. Sema amina mtoto wa Mungu. Sema amina mtoto wa Mungu. Na kuombea neema asubuhi ya leo. Naomba usimame pale ulipo. Nataka nikuombee maombi aliyoomba Samson. Mara moja tu Biblia inavyosema alivyoomba. Alivyokuwa amefungwa, ametobolewa macho. Ni mara moja pekee Biblia inasema aliomba. Moja pekee. Siku nyingine alichukulia neema ya Mungu poa, alichukulia poa. Mara moja pekee aliomba. Akamwambia Mungu nipe hawa jamaa. Nipe nijilipizie kisasi. Actually maombi yakuwa neema. Lakini akamwambia Mungu nipe nijilipizie kisasi hawa jamaa. Mungu ajabu angeza kumwacha na kipara. Nywele zilikuwa zinaota. Mungu akamsikia. Maandiko yanasema aliwabeba juu juu akiwa nakufa kuliko mapambano yake yote. Neema Mungu ilivyo. Nataka kukuombea asubuhi ya leo. Tunayo kazi ya ujenzi mahali hapa. Hii ni fursa hujai kuona. Hii ni fursa rafiki yangu hujai kuona. Na nikisikia pepo lingine linaongea kinyume na utoaji, nitapanda siku nyingine, tutapambana hapa juu kwa juu. Hii ni fursa mtoto wa Mungu hujai kuona. Hii ni fursa hujai kuona. Hii ni fursa ya kutoka wewe na wajukuu. Muulize mwenyekiti, hivi unafikiria mtu ambaye watoto wanazaliwa Ulaya unafikiri hivi? Mimi sioni hivi rafiki yangu. Mimi sionagi hivi rafiki yangu. Mimi waga najiuliza, nakaa nafikiria, najiuliza afu nachanganya na zangu afu natenda. Sasa wewe usisome picha uone itakavyokuwa. Nimekwambia utabakia unauza ndimu, limao, chungwa, ndimu, limao, chungwa, ndimu, limao, chungwa, unless unapata neema Mungu akunyanyua rafiki yangu asubuhi ya leo. Pata neema Mungu kunyanyua asubuhi ya leo. Sema ninataka neema utoaji. Ninataka nijilipue kwa Bwana. Ninataka niache na maisha ya dhiki. Ninataka mfalme uzima nikuone. Ninataka mfalme uzima nikuone kwenye maisha yangu. Nitambulishe upya. Nifanye nijulikane upya Bwana kupitia wewe. Mungu alimtambulisha Samsoni upya. Mwamba alikufa na watu wengi kuliko waliokufa nao ever katika maisha yake, kwa sababu neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Nataka kuombea, inamisha kichwa. Inamisha kichwa. Nataka kuuliza kama uko mahali hapa asubuhi ya leo, Yesu sio Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hamna neema inaweza kaanza kufanya kazi maishani mwako. Hamnaga. Mpaka Yesu afungulie neema ile ya kwanza ya wokovu. Sasa ukiendelea kuishi maisha ya wokovu, na nikwambie neema inaongezwa kwenye mapambano. Paulo anasema mahali pengi neema yako inanitosha, najivunia udhaifu kuliko nguvu. Yaani ukiwa kwenye shida ndio unaona neema ya Mungu, ndio unaona kwa udhahiri. Yaani ndio inaonekana zaidi, ndio inang'aa. Alafu inakuwaga ina ubishani. Huwezi kabisha mtu akimulikwa neema, huwezi kabisha. Utaongea tu kama mpuzi, lakini huwezi kabisha. Mimi nataka kuombea asubuhi ya leo uokoke. Unasema, mchungaji mimi bado sina mahusiano na Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naomba unyoshe mkono wako. Tuombe kwa pamoja asubuhi ya leo. Usiogope. Nyosha mkono wako. Usiogope kabisa. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Unasema ninamtaka Yesu kwenye maisha yangu asubuhi ya leo. Yesu aniokoe. Anifanye mtoto wake. Anisamee dhambi.
Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Wewe nyosha mkono, naomba usogee hapa mbele. Naomba usogee hapa mbele. Naomba usogee hapa mbele. Naomba usogee hapa mbele. Sogea hapa mbele. Naomba usogee hapa mbele. Huyo dada aliyekaa hapo alinyosha mkono. Huyo aliyekaa hapo pembeni yako. Mtie moyo. Nyosha mkono wako, njoo hapa mbele. Usiogope. Usiogope rafiki yangu, usiogope kabisa. Mungu anaenda kuanzisha ukurasa mpya. Njoo. Njoo dadangu, njoo. Njoo, nimekuona, njoo. Njoo. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Mpigie Bwana Yesu makofi. Mpigie Bwana Yesu makofi. Neema ya Mungu imeonekana asubuhi ya leo. Yatufundisha kuacha ubaya, lakini haishi kufundisha kuacha ubaya, inakufundisha kutenda wema. Haujifunzi tukisema mimi sitendi ubaya. No. Utendi ubaya unafanya nini? Kagogo kama nguzo. Unatenda wema. Ina gharama neema Mungu. Inabidi utendee. Uitendee iongezeke. Njoo hapa. Asubuhi ya leo uko mahali hapa. Unasema mchungaji, ninaomba maombi. Mungu aniongezee neema yake. Neema itakufungulia macho rafiki yangu. Neema sio pesa. Neema ni nguzo. Ni nguvu ya kutafuta. Inakuongezea ufahamu. Neema inakuonyesha njia zilizoko wazi. Neema inakuwezesha kuumba vitu kichwani. Neema inakumulikia mahali penye giza. Mtu wa neema anaona vitu ambavyo mtu mwingine havioni. Unasema mtumishi wa Mungu, ninaomba neema ya Bwana iingie kazini mwangu. Neema ya Bwana iniguse kwenye biashara yangu. Neema ya Bwana iniguse kwenye maisha yangu ya afya. Neema ya Bwana iwe pamoja nami. Njoo hapa mbele tuombe. Njoo hapa mbele tuombe. Njoo hapa mbele tuombe. Njoo hapa mbele tuombe. Kama unakuja kuongezeka, njoo hapa mbele. Kama unakuja kubakia vile vile, kaa hapo hapo ulipo. Sina shida. Lakini kama unataka Mungu akuongeze kupitia neema yake, sogea hapa mbele. Sogea hapa mbele. Neema ya Mungu ni kumno, inauisha roho yangu. Ninakusifu na kushukuru na kuinulia mikono yangu juu. Neema ya Mungu, neema ya Mungu ni kumno, inauisha Yesu. Ninakuja mbele yako Bwana. Nimesikia neno lako. Nimeliamini neno lako. Ninakuomba neno hili la neema ya utoaji lifanye kazi ndani yangu
Vyote nilivyo navyo umenipa wewe. Umenipa uhai, umenipa nguvu, umenipa kazi, umenipa biashara, umenipa familia. Asante. Sistahili Bwana, umenipenda. Niwezeshe Bwana kuwa na neema yako, nisisahau vyote ni vyako. Nikutolee, nijitoe kwanza kwako, nifanye kazi yako. Nikumbuke Bwana nikitoa kwa ukarimu, na wewe utatenda kwa ukarimu. Ulitenda kwa ukarimu na Ibrahim, na Yoshua, na Daudi, na Danieli, na Ana, na mitume, na kanisa hili. Kuanzia leo niwezeshe biashara yangu, kazi yangu, shule yangu, kipato changu kiwe cha ukarimu kwa kazi yako. Najitoa Bwana, najitoa Bwana. Nyanyua mikono yako juu, anza kumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu ametenda. Mshukuru Mungu ametenda. Ongea na Mungu akutie nguvu. Ongea na Mungu usisahau. Ongea na Mungu akuwezeshe. Ongea na Mungu usiogope. Ongea na Mungu. Ongea na Mungu. Ongea na Mungu mtoto wake. Ongea na Mungu. Mwambie Bwana asante. Asante Bwana. Asante Bwana. Umenilinda mfalme. Umenilindia familia yangu. Umelinda watoto wangu. Umelinda mume wangu. Umelinda ndoa yangu. Umelinda jamii yangu. Umenilinda mfalme uzima. Niwezeshe Bwana kukumbuka mfalme ni wewe Bwana. Niwezeshe mfalme uzima kukumbuka ni wewe Bwana. Kukumbuka ni wewe mfalme wa baraka. Kukumbuka ni wewe mfalme. Kukumbuka ni wewe Bwana. Niwezeshe. Hebu jikabidhi kwa Bwana. Kabidhi ulivyo navyo kwa Bwana. Mpe vyote Bwana. Vimwage mbele yake. Vimwage. Mimina. 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 Usibakize. Hautatoka na kitu hapa. Unaondoka na neema peke yake. Hauondoki na chochote. Unaondoka na neema peke yake. Unaondoka na neema. Neema si ya kukalia. Neema ni ya kutenda. Neema ni ya kufanya kazi. Neema ni ya kuhubiria. Neema ya kumwona Mungu. Hiyo neema ikupeleke kutenda, sio kupokea peke yake. Ukishatenda kwa ukarimu, ndio Mungu atatenda kwako. Mfalme uzima. Kama unauma nyosha mkono wako juu. Unauma nyosha mkono wako juu. Unauma nyosha mkono wako juu. Kuna tatizo lolote sijalitaja, nyosha mkono wako juu. Sema Bwana Yesu, napokea uponyaji Bwana. Kuanzia leo mfalme uzima, umeniponya Bwana. Umeniganga mfalme. Umenirejezea kazi yangu. Umenirejezea biashara yangu. Umenirejezea familia yangu. Umenitendea wema. Mfalme uzima, mimi si wa kilio tena. Mimi ni wa kicheko. Mimi ni wa kicheko. Mimi ni wa kushuhudia miujiza ambayo umeitenda. Asante Yesu. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi. Mshangilie Bwana kwa makofi. Mshangilie Mungu wako kwa makofi. Mshangilie Mungu kwa makofi. Mungu ametenda. Mungu ametenda. Mungu ametenda. Mungu ametenda. Mungu ametenda. Mungu ametenda. Nataka kusomea andiko la ukiri. Utoke hapa bila wasiwasi. Utoke hapa bila uoga kabisa. Utoke hapa bila wasiwasi. Subiri, usiondoke. Subiri hapo hapo ulipo. Subiri. Nakwambia tunaondoka hapa na nguvu. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Nifuatize nyuma yangu. Sema nitainua macho yangu nitazame milima. Sema msaada wangu utatoka wapi? Sema msaada wangu katika Bwana alizifanya mbingu na nchi. Usiogope mtoto wa Mungu kuanzia leo. Usione na wasiwasi, usione na oga. Wewe soma andiko, tembea na andiko.
Maandiko yasemi Makedonia walipewa nini? Yanasema kitu kimoja, neema ilizidi. Asiwache mguu wako usogezwe, asinzia anilindaye. Sema naam, hatasinzia wala hatalala, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Uliona milioni 8 walipopiga milioni 80 juzi, siku 12 za kipondo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yuko pamoja na. Haya maandiko sio uongo rafiki yangu. Mlinzi wa Israeli anaishi leo. Israeli ni wewe rafiki yangu. Utasoma kwenye magazeti, utasoma kwenye mtandao, ili andiko aliwezi likajipinga hata siku moja. Nakwambia alijipingi, alitakajipinge. Wewe ni Makedonia wa leo, wewe ni Mwisraeli wa leo. Ukitembea kwenye hiyo neema, hakuna kitakachokushinda. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Bwana ndiye mlinzi wako na uvuli wa mkono wako. Sema jua halitanipiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Sema Bwana atanilinda na mabaya yote, atanilinda nafsi yangu. Sema atanilinda nitokapo na niingiapo, tangu sasa mpaka kesho, mpaka Jumatatu, mpaka mwezi wa 7, mpaka 2030. Futa hiyo, sema tangu sasa. Sema tangu sasa na hata milele. Yaani hakuna mwisho ulinzi. Tangu sasa na hata milele. Sisi ambao tumekata shauri, naomba mfuate shemasi. Naomba mfuate shemasi. Naomba mfuate shemasi. Pole mchungaji. Ametenda maajabu. Ametenda maajabu. Sifuni jina lake. Ametenda Yesu. Ametenda maajabu. Ametenda Baba. Ametenda maajabu. Ametenda Yesu. Ametenda maajabu. Sifuni jina lake. Ametenda Yesu. Ametenda maajabu. Baba ametenda tena. Ametenda maajabu. Ametenda Yesu. Ametenda maajabu. Sifuni jina lake. Amen. Makofi kwa Yesu. Mungu akubariki.